Amen. Karibuni nyote katika ibada ya siku ya leo. Wale wanaotufuatilia katika mtandao, karibuni tena katika juma lingine la baraka, tunapoenda kulisikia neno lake Mungu kutoka katika kitabu cha Warumi mlango ule wa 12. Mwalimu Shadrack akizidi kuendelea kuyafafanua maandiko matakatifu. Ningependa tuende katika Biblia zetu, kitabu kile cha Warumi mlango ni ule wa 12, mstari wa kwanza na wa pili. Nitasoma kwa lugha ya Kiswahili. Warumi mlango ule wa 12, mstari wa kwanza na mstari wa pili. Natumai kwamba sote tuko hapo. Nitasoma. Basi ndugu zangu, na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Nalibarikiwe neno lake Mungu. Ningependa kumkaribisha ndugu Shadrack akaweze kuendelea na fundisho hili. Karibu ndugu. Habari za jioni. Natumai tuko wazima. Basi bila kupoteza muda, tuende kwa Warumi 12. Warumi 12 mstari ni ule wa kwanza na wa pili. Tawasomea tena katika kusikia kwenu, alafu tutajadiliana yale ambayo Bwana atatuwezesha jioni ya leo. Warumi 12:1 hadi 2 nitasoma. Basi ndugu zangu, na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Wala musifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Bwana alibariki neno lake jioni ya leo. Taniruhusu tuombe. We Mungu uishie milele, tuko mbele zako tena, mioyo iliyovunjika, mioyo mikunjufu, kiwa tayari kupokea na kusikia kutoka kwako. Basi Bwana, tunapoliangalia neno lako, ikupendeze kunena nasi kwa njia iliyo ya pekee na ya ajabu, kwamba hatimaye utukufu utakurejelea wewe Bwana, na itakuwa ya manufaa kwa kusanyiko lako. Wote wanatufuata katika mtandao na wale tuko nao pamoja, Bwana, twakurai na kukusihi ikupendeze kunena nao, wape utulivu wa moyo na wa akili Bwana. Nami nakuuliza kwa wingi wa rehema zako, nisaidie kwa kunipea Bwana mtiririko mwema wa mawazo, ujasiri kwa ajili ya sifa na utukufu wa jina lako, kwa Kristo Yesu Bwana na Mwokozi tumeomba na tumeamini. Karibuni tena jioni ya leo, kwa tumekuwa kwa kipindi kirefu kidogo tukijadiliana jinsi ya kuishi maisha ya utauwa
kama waumini. Na leo basi tunataka kuanza tena kuendelea katika sehemu ile ya pili, lakini labda kabla hilo niwaambie kitu kidogo. Mwanzo wa hii wiki kuna rafiki yangu ambaye alipoteza kakake, na mimi sikuwa najua, nilifanya tu kuona katika mtandao. Akawa ameandika swali, na swali alikuwa ameuliza katika kushtuka kwake, aliuliza what is life? Nini maana ya maisha? Sikuweza kujadiliana naye pakubwa, lakini najua nilimkujia kwa mshtuko mkubwa. So nikawa na uharaka wa kumwambia soma Mhubiri kitabu chote, lakini haswa ukifika mlango wa 12 nataka uzingatie mstari wa 13. Sasa Mhubiri 12 mstari wa 13 inaelezea majukumu ya mwanadamu. The whole duty of man. Fear God, number 1. Keep his commandments. And I know you might be wondering why I'm going that direction. All I'm saying is this, whichever way you want to define life, njia yoyote ile ambayo wataka kufafanua au kung'amua kuhusu maisha, lazima kuna swala la kujukumika. There is duty involved. And that is what we are seeing in Romans 12. Hata asubuhi ya leo tumesikia baba yetu mpendwa akatuacha. Whichever way you want to define life, there is duty. Sawa sawa. Na siyachukuli haya kimchezo. Nilimwambia umeuliza what is life, At the end of it all, you are accountable to God. You define life the way you want to define it, you will stand before God one day. That is what is evident here in Romans 12. That's how Paul starts Romans 12, that after all these mercies of God, now let's see the duty of man, the obligation of man. Mwanadamu anauiwa nini na Mungu? Paulo atawajibika pakubwa kutuonyesha jinsi gani kuishi basi. Na labda nipeleke mawazo yetu mbio kwa yale mambo ambayo tumeweza kujadiliana nayo. Na la kwanza tuliloliona katika mstari wa kwanza wa Warumi 12 ni kwamba msingi wetu lazima uwe wa sawa. Kama tutaishi maisha yanayotarajiwa, lazima msingi wetu uwe sawa. Sawa. We have to have our foundations right. Our foundation right. And what does Paul say? 2 words he uses. Maneno mawili. Basi na fadhili za Mungu. Sawa. Hii basi ni kwa sababu tulivyonena pale awali, inabeba milango yote 11. Kwa sababu ya yale ambayo ameyanena kwa milango 11, basi anasema sasa basi mkizingatia hizi rehema na fadhili za Mungu, kuna jinsi mwatarajiwa kuishi. Tumeangalia kwa ukuu na kwa upana vile rehema za Mungu ni kuu na ni nyingi kwetu. Lakini labda hata tusukume hilo wazo mbele. Ukiangalia kwa umakini kile Paulo yuasema hapa ni kwamba kama utamuishia Mungu kikweli, kama utaishi maisha ya utauwa kikweli, kihalisia, lazima ukuwe na ufahamu ya yale ambayo Bwana Mungu amefanya. Sawa. Sivyo utaishia kuwa mtu wa kutaka kufuata sheria, ama utaona neema ya Mungu ni leseni ya wewe kuishi vile wataka. So the summary of that first part, the foundation, is simply this. Our faith is not an ignorant faith. Imani ya Ukristo si imani ambayo haina ufahamu. Ni imani ambayo imejengwa katika ufahamu. Tuko na ufahamu kuhusu yale mambo ambayo
Bwana Mungu ametufanyia, na kwa sababu hiyo sasa twauiwa kuishi jinsi fulani, kujibeba aina ama njia fulani. Pasipo kujua hilo utang'ang'ana na kutaka kufuata sheria na kuiweka. Lakini baada ya kumaliza hilo tukasema, so then you have to be anchored. Your whole life has to be anchored on the mercies of God. Maisha yako msingi wake iwe ni rehema na fadhili za Mungu. Anakumbuka kuwaambia katika kusikia kwenu kwamba ukichunguza maisha ya huyu Paulo akimwandikia Timotheo wa kwanza, mlango wa kwanza kuanzia mstari wa 12 hadi wa 17, atayaongea ya kwamba rehema na fadhili za Mungu zilimmiminikia yeye aliyekuwa mtesi wa kanisa, yeye ambaye alikuwa adui wa kanisa, lakini angalia, anasema rehema za Mungu zilimmiminikia, zilikuwa nyingi kwake. Maisha yake yote aliishi akijua kama si rehema za Mungu mimi singekuwa pale niko. Unataka kuishi maisha ya utauwa, msingi wako uwe sawa, kwamba pale huko kwamba unasema umwana wa Mungu si kwa juhudi zako. Kila wakati kumbuka rehema za Mungu. Tukamaliza hayo, tukaanza sasa safari ya kipengee cha pili, na kipengee cha pili ikawa sasa basi tabia, the character of our consecration. Na maneno makuu yalikuwa you've got to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable before God. That is your reasonable worship. You presenting your body as a living sacrifice, holy and acceptable before God. That in and of itself is that reasonable worship. And tukasema tutaanza na vipengee. Kwanza kipengee cha kupresent and the body as sacrifice. Those three modifiers, holy, living, acceptable, tukasema tuzieke kando kwa. Wala si ati tuwasema hazina maana. Tunataka tukushughulikia alikuwa na dhana gani Paulo aliposema tutoe miili yetu kama dhabihu. Sasa iliyo hai, iliyo takatifu, inayokubalika tutayashughulikia, lakini tuangalie haya. Tukasema tunapoongea kuhusu itoe ni miili yenu, itoe inaleta ile picha ama taswira ya Agano la Kale, hasa katika kitabu cha Mambo ya Walawi, Leviticus. I asked you to go and read. I don't know if you did that. How many of you did that? Wacha wa mtandao. Nilisema musome Mambo ya Walawi, because if you didn't, then today it could be a bit hard for you. So, but no worries. Jesus is not here yet. You can go read again. So, tafadhalini. Yesu anapochelewa soma. Wacha niseme yale mengine. So the apostle did not stop at telling us that our foundation should be right. He pushes us further and he says, now there's a way that you have to live. You've got to present. So hiyo kupresent, tukasema Agano la Kale kama vile wale wenye kuabudu Agano la Kale walikuwa wakileta sadaka yao. Sawa, wanaiweka katika madhabahu. Baada ya kuwa imechinjwa wanaiweka. Hasa hilo ndio neno, wakiweka ile sadaka katika madhabahu, wanapoiweka wana present sadaka yao. Na tukasema dhana yao ilikuwa wazi, walikuwa wanajua hii sadaka tunatoa iko na taswira kuu zaidi, iko na malengo makuu, kwamba yuko yule ambaye ajaye, ambaye atajitoa yeye kama sadaka. Na tukaangalia Yohana 1:29, Yohana Mbatizaji akiwaambia, angalieni mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Na tukasema na hii sadaka ilikuwa wanajua itakapotolewa ndio hizi sawa, walikuwa wanajirudia. Mwakumbuka tukaangalia Waebrania 9 na Waebrania 10.
Tukakuja kwa swala la mwili na tukasema unapokuja kwa mwili, labda hata kabla kuja kwa mwili tukasema, na hii kutoa inamaanisha, haimaanishi nini? Haimaanishi kwamba unapoambiwa utoe mwili wako kama dhabihu, haimaanishi kwamba unapotoa inakuwa inakuletea wewe upatanisho na Mungu, maana Kristo hilo alishalifanya. Wala haimaanishi kwamba wewe ufe, maana maandiko yenyewe Warumi 12 inasema hili toleo lako ni liwe hai. Sawa, hii sadaka ni iwe iliyo hai. Wala tukasema wala si jambo la kwamba niliokoka nikatoa. Jambo la kuendelea. Sawa sawa. That's why it's living. Na tukashughulikia mwili wiki jana na tukasema mwili haswa, swala kuu ni kwamba mwili, je, unamaanisha tu nyama na damu, ama nyama na damu na yani mwanadamu katika ukamilifu wake? Na nikajua hapa nikasema tusipigane mawe, tubebane kwa neema. Sawa sawa. Wathesalonike wa kwanza 5:23. And I pray God that your whole spirit, soul and body be preserved blameless. Nikasema hapa kuna hoja mbili kuwe. Kuna wale wanaamini mwanadamu ni roho, nafsi na mwili. Na kuna wale ambao wanaamini roho na nafsi zinatumiwa interchangeably. Sawa sawa. Wala hivyo si vita tulivyo navyo leo. Ngombe mkitaka tusumbuane baada ya ibada tuonane. Sawa sawa. Msimamo wangu nikawaambia pia kwamba I have done my research. They used interchangeably. Yeah? Please feel free to see me later. Na kama waamini ni roho, nafsi na mwili, umeokoka. Umeokoka mbinguni. Sawa sawa. Sawa sawa. Wala tusitatizane nayo, maana hilo silo lengo kuu. Lengo kuu ni, je, katika hii kitengo Paulo anamaanisha tu mwili ama? Na nikawaambia, nikawapeleka kwa Mwanzo 19:8 kwamba Lote anaposema hao jamaa wamekuja chini ya paa langu. Paa ni sehemu ya nyumba. Na anaposema wamekuja chini ya paa, haswa yamaanisha wamekuja nyumbani kwangu. Sawa sawa. Na hiyo ndo nikatumia kusema mimi kile ninachoamini ni kwamba ni mwanadamu, yani roho na mwili kikamilifu. Sawa sawa. Sasa najua kuna wachanganuzi wa maandiko kama Martin Lloyd Jones, kama angekuwa hapa angenipiga mawe kabisa. Kasa hapana, hii inamaanisha tena yeye ni wa nafsi, roho na mwili. Lakini tusemeje, kila mmoja kwa convinced kivyake. Wewe mimi niko convinced hiyo. Sawa sawa. Lakini haswa juma lililopita tukaangalia mwili wenyewe. Wasema sasa tukisema mwili manake tumesikia mara nyingi mpokee Yesu rohoni mwako, mkaribishe Yesu moyoni mwako. Tukasema hilo ni kweli wapendwa, lakini tusisahau kwamba hata katika kumpokea Yesu moyoni na rohoni mwetu ukipenda, bado Bwana Mungu ako na uhitaji wa huo mwili wako. Na tukaulizana maswali hapa. Sema kuhusiana na mwili, unafanya nini na kinywa chako, mdomo wako? Your throat, what do you do with it? Macho yako unayatumia vipi? Masikio unayatumia vipi? Mikono na vidole unatumia vipi vidole vyako? Miguu yako watumia vipi? Moja tumekuwa rohoni sana mpaka ukiambia mtu atumiaje mikono yako. Sasa Mungu kweli niliongea na Linux nilipokuwa naenda nyumbani Jumatano iliyopita, kwa namwambia kuna vitu ambavyo tunataka kuambia kuhusu mikono, lakini acha tuache. Yeye nikamgusia kidogo, nikamwambia unaona vidole vya kupeleka dhambini hivi, lakini hujui sasa hivi vidole vya kupeleka hivi unavitumia kwa jinsi gani? Na Linux akakuwa bold zaidi. Baada ya kumaliza mimi akasema, poleni, how do you even use your sexual organs? Mimi nilikuwa nimeiandika lakini nimeona uko sipige. Linux alipoesema uko uhuru wa kuambiana ukweli.
Yeah, present your bodies as a living sacrifice. Yeah, you've got to present your bodies as a living sacrifice. Na tukaangalia kwamba haya ni mambo yako wazi katika Warumi 1, Warumi 3, hasa kuanzia 10 hadi 18, na Warumi ile mlango wa 6. Yako wazi haya. Unafanyia nini mwili wako? Tukasema wazi, Mungu anapendezewa. Tukapeana sababu kwa nini mwili wako. Na tukasema sababu katika mchakato wote wa swala kuu la wokovu, mwisho hatimaye mwili wako pia uko katika mchakato wa kuokolewa. Tukaangalia Warumi 8, na ikawa dhahiri kwamba mpango wa Mungu wa wokovu ni kwa sababu ya mwanadamu katika ukamilifu wake, roho yake ama nafsi yake na mwili wake. Huo mpango ni wa Mungu. Lakini tukasema tena, angalia Wakorintho wa kwanza 6 kuanzia 19. Bwana Mungu alilipa kwa sababu ya mwili wako. That body was purchased too. You have no right to that body. You've got to present it to God as a living sacrifice. But then still in 1 Corinthians 6:15, that body, you have become a member of the body of Christ. What are you doing with your body? Those members of your body, wazifanyia nini? Maana si wako, umenunuliwa kwa gharama kuu. Damu ya mwana wa Mungu ikamwagika kwa sababu yako. Alafu kasema bana, Mungu anachoangalia ni roho. Mungu anajua roho yangu. Yale yanaendelea huko katika mwili, usibabaike. Tuwajua yuwajua, maana yake ndio iko dhahiri katika mwili wako. Wewe huku ndani nimeokoka, nimenyoka, yani nataka Mungu. Alafu mwilini wafanya maovu. Hapana. Huu mwili ndio unadhihirisha wazi kinachoendelea pale ndani. Lakini jioni ya leo kwa uharaka, najua mmekuja na hamaki ya living holy and acceptable. Nataka kusukuma haya mawazo mbele kidogo. Mtanisamehe, swala la presenting and the body, nataka kuenda mbele kidogo. Sawa sawa. Hayo mengine Yesu hajakuja, tungali tu hai juma lijalo. Sasa mmeelewa kwa nini anasema huo msemo? Yesu hajakuja, tungali tu hai. Manake hakuna ambaye ameahidiwa hata sekunde ijayo. Najua mnaniangalia sema unajua kuna nguvu katika tusiingilie hayo. So present our bodies as a sacrifice, which is our reasonable worship. Let's go back again to that word present. Kama tulivyoelezea awali, linapoongelewa hili jambo la itoeni, present, wazo kuu ambalo lipo ni wazo lile la Agano la Kale. Wakati yule mwenye kuabudu alipokuwa analeta sadaka mbele za Mungu katika ile madhabahu. Lakini hii ndio sababu kwa nini nikamwambia some kitabu cha Mambo ya Walawi. Maana Mambo ya Walawi mlango wa 1 hadi wa 5 kuna sadaka zinatajwa pale. Na sadaka ya kwanza ilikuwa ni sadaka inaitwa the burnt offering. Sawa, sadaka ya kuteketezwa. Na ziko sadaka zingine nyingi. Mlango wa 2 nafikiri utashughulikia sadaka ya nafaka. Mlango wa 3 nafikiri utashughulikia sadaka ya amani. Mlango wa 4 utashughulikia sadaka ya dhambi, the sin offering. Na mlango wa 5 utashughulikia the trespass offering. Lakini katika kuchunguza naona mawazo yaliyo na Paulo anaposema itoeni miili yenu. Ile sadaka iliyo katika akili ya Paulo is the burnt offering. Sawa sawa. That burnt offering. And I will show you now why I believe so. Sawa sawa. Kwanza kabisa tushasema it can be the sin offering. Because Christ Jesus alipeanwa. Sawa sawa. Tayari ameshapeanwa kama sadaka ya dhambi. Now, what is it about this burnt offering that could be in the apostle's mind as he addresses this? Kwanza katika Mambo ya Walawi
hiyo sadaka ya kuteketeza ndio ya kwanza inatajwa. Inatajwa ya kwanza kwa sababu hii, huyu mchanganuzi wa maandiko John MacArthur ambaye ameshatuacha amepea na sababu karibu 4-5 kwa nini inatajwa ya kwanza. Inadhihirishwa kwa ya kwanza kwa sababu hiyo ndio kwanza. Sababu ya kwanza ni hii, ilikuwa sadaka ambayo ilikuwa inatolewa kila siku asubuhi na jioni. Hiyo utapata katika Hesabu 28:1-8. Inatajwa ya kwanza kwa sababu ndio ilikuwa sadaka ilikuwa inatolewa kila siku asubuhi, inatolewa na jioni, sadaka hii ya kuteketeza. Lakini kando na hiyo tena, sadaka hii ilikuwa inatolewa kila Sabato. Utapata hiyo katika namba za Mahesabu 28:9-10. Bado utapata hilo tena. Sadaka hii inatajwa ya kwanza kwa sababu ilikuwa inatolewa kila siku ya kwanza ya mwezi. Hapo Hesabu 28:11-15. Kulipokuwa na zile wanaziita the special feasts, ilikuwa pia inatolewa. Hesabu 28:16-29-40. Sawa sawa. So inatajwa ya kwanza ama inafunuliwa ya kwanza kwa sababu hiyo. Lakini swali litakuwa, walikuwa wanaleta hii sadaka kwa sababu gani? Mtaniruhusu nisome hili alafu nitalifafanua. This sacrifice signified voluntary, nataka hiyo ilikuwa katika kichwa yako, voluntary and complete dedication and consecration to the Lord. Hii sadaka ya kuteketezwa, it signified a voluntary and complete dedication and consecration. What are we dealing with? How to live a consecrated life. Hii sadaka ilikuwa mambo yake ni hayo, kwamba unapoitoa unadhihirisha kutaka kwako pasipo kusurutishwa, voluntary, na kujitolea kikamilifu na kujiweka wakfu mbele za Bwana. It was an offering of repentance for sins committed with the desire to be purged from the guilt of sinful acts, designed to demonstrate the sinner's penitence and obedience, indicating his self-dedication to the worship of God. So in the Old Testament, wakitoa hiyo sadaka ya kuteketeza, hayo ndio mawazo walikuwa nayo, kujiweka wakfu, sawa sawa, a complete surrender to the Lord, sawa sawa. Now the question remains to be now, what has that got to do with the New Testament believer? Hawa walikuwa wanatoa kujiweka wakfu, na yule ambaye ni muumini katika agano hili jipya haswa yahusiana naje naye? Paulo anaposema present now your bodies, what does he mean? This is what he means. The New Testament believer, it means a complete surrender of ourselves. Wale ukuona pia na mnyama, you present yourself, body and soul, to God. You present yourself as a sacrifice. Kama mnakumbuka ile nyimbo tumekuwa tukiimba, I surrender all. Wasijua kuna nyimbo nyingi tuwaimba, alafu natambua hatujui maana. Watu waimba na hisia. Tukiimba tuwaimba na hisia nyingi, hatujui theolojia iko nyuma. When you say I surrender all, it means I'm giving my all. Complete dedication to God. As last week pia tuangalia kwamba wala hili swala la kujitoa halikuwa geni. Sawa sawa. Halijaanza mlango wa 12, tulirudi mlango wa 6, tukaona Paulo anayeongea haya haswa katika mstari wa 13, mstari wa 16 na mstari wa 19. Sasa twende pale kwa uharaka tuchanganue haya mambo. Katika mlango wa 6 wa barua kwa
waumini kule Roma. Paulo haswa anashughulikia swala la utakaso. Sawa sawa, huo mlango mzima unapouchunguza kwa umakini, Paulo anashughulikia swala kuu la utakaso. Na mlango wa 6 mstari wa 1 hadi wa 11, Paulo atapigana kuonyesha wazi kwamba yale madai, the objections that have been raised against grace, people being saved by grace, the objection that is raised, Paul ndo anaishughulikia akisema it's absurd. Ni jambo la kushangaza kwamba unadhania kwamba, wajua mlango wa 5 umefunga ukisema dhambi ilipoongezeka neema ikafanya nini? Neema ikazidi. Na ndio maana akifungua mlango wa 6 mstari wa 1 anauliza, what shall we then say? Shall we continue in sin so that grace may abound? And Paul says, God forbid. God forbid. Kwa hivyo mstari wa 1 mpaka 11 wa mlango huu atapiga pakuu hilo swala la kwamba bana watu wakisema wameokolewa kwa neema, hiyo inawapea leseni ya kuendelea kutenda dhambi. Paulo anasema wala haviambatani na ukweli ule ambao unadhihirishwa katika maandiko. Ndio maana atasema sasa, kama umeifia dhambi, utaendeleaje kuishi katika dhambi? Utaendeleaje kuishi katika dhambi? Lakini tena mstari wa 12 hadi wa 23 sasa ataelezea, aseme angalia, kwa sababu ya yale ambayo nimesema, basi hivi yatupasa kuishi. Sasa lipi ambalo linadhihirika tunapoangalia hii mistari mitatu kwa uharaka? Mstari wa 13, mstari wa 16 na mstari wa 19. Mambo mawili nataka kukuonyesha pale. Na mambo mawili ni haya, labda niyaelezee kwenu alafu tuingie katika maandiko. Kwanza, iko dhahiri kwamba mwanadamu ni mtumwa. Sawa sawa. Kwa hii mistari iko dhahiri kwamba mwanadamu ni mtumwa. Lakini tena kando na hilo, tunaona jambo lingine ambalo tutaliangalia hapo. Tuanze na hili la mwanadamu ni mtumwa. By default man is a slave, but the question is, a slave to who? So let's go to verse 13 of Romans 6. Warumi 6:13. Paulo anasema haya, wala msiendelee kuvitoa viungo vyenu kuwa silaha za dhuluma kwa dhambi, bali jitoeni wenyewe kwa Mungu kama walio hai baada ya kufa, na viungo vyenu kwa Mungu kuwa silaha za haki. Mstari wa 16. Sikiza sasa kwa makini, nimeweka dai langu la kwanza kwamba tunayoona hapa kwanza kabisa ni kwamba mwanadamu ni mtumwa. Mstari wa 16. Hamjui ya kuwa kwake yeye ambaye mnajitoa nafsi zenu kuwa nini? Kuwa watumwa wake katika kumtii, mmekuwa watumwa wake yule mnayemtii, kwamba ni utumishi wa dhambi uletao mauti, au kwamba ni utumishi wa utii uletao haki. 19. Nasema kwa jinsi ya kibinadamu kwa sababu ya udhaifu wa miili yenu, kwa kuwa kama mlivyovitoa viungo vyenu vitumiwe na uchafu na uasi mpate kuasi, vivyo hivyo sasa vitoeni viungo vyenu vitumiwe na haki mpate kutakaswa. Liko swala la utumwa. By default man is born a slave. A slave to what? A slave to sin. Since the fall, man has become a slave to sin. Sin has been the master of man. It dictates what man does. Sawa sawa. Lakini kuna lugha inatumika pale, mulitoa. Sawa sawa, you presented. KJV will say do not yield. Yield means do not present. Wazo liko hapa, kumbuka agano la kale walikuwa wakitoa. Sasa Paulo anasema nyinyi si agano la kale, nyinyi ni agano jipya. Na mstari wa 13 anasema msitoe mili yenu, do not. So man is a slave by default, but a slave to who? Before salvation. Paulo akiwaandikia kabla kuokoka anasema
mulikuwa watumwa na mulikuwa mkipeana mili yenu, viungo vya mili, the members of your body as instruments to sin and unrighteousness. So you once presented your members as slaves to impurity and lawlessness. Man is always a servant, whether he knows it or not. Man thinks he is free. No, man is not free. Since the fall, man has been a slave to sin. And because of that, they've been presenting their bodies, members of their bodies, as instruments for unrighteousness. Nataka uangalie la pili linaloonekana. In these same verses, we see something else. The apostle, in both a negative and positive sense, talks of the issue of presenting themselves. Sawa sawa? Katika, nimejaribu kutafuta hiyo maneno kwa Kiswahili, munisaidie. In both a positive and negative sense. Kama hamna nitatumia ya kwangu. Katika hali ya kuunga mkono na kupinga. Positive and negative sense. Paul shows us something else. Let's go back to those verses and I show you. Let's go to verse 13. Angalia, kwa njia ya in a negative sense, anasema hivi, wala musiendelee kuvitoa viungo vyenu kuwa silaha za dhuluma. Unajua nimezoea kusema hili neno dhulma, kumbe huwa ni dhuluma. Kuwa silaha za dhuluma kwa dhambi, musiendelee. Let me read it in English. Do not present your members to sin. Now yourself, don't present your members to sin as instruments for unrighteousness. Present your bodies as a living sacrifice. But he says, don't present your members to sin. Nadhani iko hapo, umekumbuka tulipoangalia sadaka ya kuteketeza, it's voluntary, sawa sawa. Unajitolea, sikusurutishwa, sikulazimishwa. You've got to do that. But then in a positive sense he says, bali jitoweni wenyewe kwa Mungu. Do not present your members to sin as instruments for unrighteousness, but present yourselves to God as those who have been brought from death to life, and your members to God as instruments for righteousness. Jitoeni wenyewe kwa Mungu kama walio hai baada ya kufa, na viungo vyenu kwa Mungu kuwa silaha za haki. Please remember the questions we are asking. What do you do with your eyes? Present them before God. What do you do with your mouth? What kind of movies do you love watching? I was talking to Justa juzi, and na nikamwambia kabisa wala si dhambi. Nikamwambia dada, nilikuwa nikipenda kipindi cha Neema. Sawa sawa. Nilikifuata kuanzia mwanzo hadi mwisho. Linux alikuwa akicheka sana. Sawa mchungaji. Kipindi hiki kimekufunga, anambia hapo sasa. Towards the end I made a decision. They said, am I being paid? Half an hour, wala si dhambi. And then I purposed, I said, no more to these things. Because I know myself. Everybody knows themselves. I know how weak I am when it comes to movies. I can watch and watch and watch. I'm not the Neema type of movies. Lenza kuburudisha roho yangu. Ask me about 24. I watched the entire series. 10 series of 24 episodes each. Those are 240 episodes. Wasting time, not reading your Bible. In fact, we used to go to grandma's place by 10. Bishop atanisamehe kama ataona hii. Hata bishop tulikuwa tumejitegesha naye saa 4 tuko kwa grandma. Weka 24. And you know what time we leave? 8 in the night.
Tunajua tumeachia mahali fulani, kesho tuarudi tena. You are a slave. And the problem is today movies zimejaa mambo ambayo hata movie haiwezi kuwa air mpaka kuwe na wanaume wameoana, wanawake wameoana na ndoa ya kawaida ya mume na mke. Hapo wasema nikifika hapo nitaforward, macho hayana pasi hata ukiforward. I told you sir, I just decided Ayana hata sijui kuendelea nini kwa Ayana. I'm not bothered. I would rather take that time and listen to John MacArthur, a voice from the past. Now I'm not saying don't watch, it's your business. Huh? This is a personal dealing with God. What are you doing with your eyes? What are you doing with your mouth? Pere nyingi eh? Umemwona yule, umesikia yule amefanya, umefanya. What are you doing with your mouth? Use your mouth to pray. Somebody has an issue, pray for them. If he has an issue and you know it, why not face him and talk to him or talk to her? What are you doing with your ears? Ukitoka miguu yako ya kuelekeza tu kutafuta watu ambao mtakaa msengenye mpaka ushibe kwa kusengenya. What are you doing with your legs? What are you doing with your hands and fingers? Paul says, do not present. It is upon you not to present your body, the members of your body, as instruments for unrighteousness. Don't. But then he does not stop there. He says, now present your bodies. Present the members of your body as instruments for righteousness. And what has happened here is this. Let's go back. Tumesoma 6:13. Kwa nafsi zenu kuwa watumwa wake katika kumtii, mmekuwa watumwa wake yule mnayemtii. Kwamba ni utumishi wa dhambi uletao mauti, au kwamba ni utumishi wa utii uletao haki. That's a question that is posed to you. An idea that is presenting itself from this. Let's go to Romans 6:18. Listen to Romans 6:18 keenly. Paul says this. Tumeangalia kwamba mwanadamu ni mtumwa, sawa? Lakini angalia mstari wa 18. Mwanadamu anazaliwa akiwa mtumwa wa dhambi kwa sababu ya ule mwanguko pale katika bustani ya Edeni. Mstari wa 18 Paulo anasema, na mlipokwisha kuwekwa huru mbali na dhambi. You've believed in Christ. You've been set free from the power of sin. The penalty of sin has been dealt with. Sin no longer has dominion over you. And now you voluntarily unakuwa mtumwa wa haki. This is what Paul says in Romans 1 verse 1 as he introduces himself to the church at Rome. He says, Paul, a servant. Nakumbuka tulipokuwa tunaangalia hiyo tukasema hiyo neno servant from the original Greek means a bond slave. I was a slave to sin. I have seen what God has done for me. I am free, but I'm going to make myself a slave to God and to Christ. So man is a slave, whichever way. So iko wazi kuna kule kujitolea asipo kusurutishwa. Mwanadamu amefanywa huru, lakini sasa yampasa ajitolee. He has to present himself. Na ndio maana hata lugha anayotumia Paulo ni kuwasihi. Na wasihi, hakusema na waamrisha. I beseech you therefore, by the mercies of God, you are free from the bondage, from the power of sin, but now present your bodies. Man is a slave whichever way. You are either a slave to sin, or because of what God has done, you become a slave to God and to Christ. Present your bodies. Present the members of